أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn al-Aziz anasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, na kuhusu yeye kuna riwaya chungu mzima na sikuweza kueleza riwaya yote katika Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo nitaeleza leo kuhusu Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Masahaba walikuwa wakisema Abdullah bin Mas'ud katika ukaribu na Mwenyezi Mungu amezidi kiasi hiki kwamba mfano hakuna mwingine ambaye anaweza kufanana naye. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiwaambia watu wafuate mfano wa maswahaba, alikuwa akisema watu wafuate mfano wa Hazrat Abdullah bin Mas'ud na Hazrat Abubakar na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba mushike nyayo za Abdullah bin Mas'ud. Hata katika riwaya moja imeelezwa hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtegemea sana Abdullah bin Mas'ud. Na Abdullah bin Mas'ud pia alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Nilieleza matukio yake kadhaa. Nataka kueleza matukio mengine kuhusu mapenzi alikuwa nayo. Matukio mengine yanafanana, lakini matukio haya yameelezwa katika riwaya mbalimbali. Kwa hiyo nitaeleza matukio kadhaa kuhusu Abdullah bin Mas'ud. Imeandikwa kwamba kwa sababu ya kukaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud akawa mcha Mungu na mtu wa kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa akipenda ibada na nafali kiasi hiki kwamba pamoja na swala alikuwa akiswali swala ya dhuha. Hivyo ndivyo kila Jumatatu na Alhamisi alikuwa akifunga saumu ya nafali. Hata baada ya kufanya hayo yote alikuwa akifikiria kwamba yeye anafunga kidogo. Abdullah bin Mas'ud alikuwa akisema, mimi sifungi zaidi ya hii kwa sababu kwa ajili ya sala ya tahajjud naposali tahajjud sana nasikia udhaifu. Yani alikuwa akiswali swala ya tahajjud ndefu sana, na kwa sababu ya hii alikuwa akisikia udhaifu. Zura anasema mtu akiswali tahajjud kwa mashati yake au akiswali nafali kwa mashati yake, mtu anasikia udhaifu.
safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa hutuba mfupi akamwambia Hazrat Abubakar kwamba sasa yeye atoe mawaidha. Hazrat Abubakar akatoa mawaidha mfupi. baadaye mtume sasa akamwambia Omar yeye atoe mawaidha. yeye alitoa hutuba fupi zaidi kuliko Abubakar. kisha akamwambia mtume sasa mtu mwingine atoe mawaidha. yeye akaanza kutoa hutuba ndefu sana. mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba tafadhali ukae, au akamwambia kwamba akae kimya asiendelee na hutuba yake. kisha baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abdullah Mas'ud yeye atoe mawaidha. Abdullah bin Mas'ud akamtukuza Mwenyezi Mungu. baadaye akasema maneno haya tu kwamba enyi watu, Mungu ni Rabu wetu, Qur'ani mwongozo kwa ajili yetu, na Khanakaba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wetu. na katika riwaya nyingine imepatikana amesema hivi: sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ni Rabb na tunaamini Islam ni dini yetu, na mimi napenda kwa ajili yenu ambayo Mungu anapenda na mtume wake anapenda. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hutuba yake akasema Ibn Mas'ud amesema kweli kabisa, mimi pia napenda kwa ajili ya umma kitu ambacho Ibn Mas'ud anapenda. Hazrat Ali alipokwenda Kufa, katika hafla yake mtu mmoja akaeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Mas'ud. watu wakaanza kumsifu na wakasema, ewe Amirul Mu'minin, sisi hatukumkuta mtu mwingine zaidi ya Abdullah bin Mas'ud ambaye ana hulka njema na anaongea kwa upole sana, na vile vile hatukumwona mtu mwingine ambaye anafanana na Abdullah bin Mas'ud katika kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akawahutubia wote na akasema, mimi nawaulizeni kwa kusema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba niambieni kweli kweli kwamba ushahidi huu mnatoa kwa moyo wenu kuhusu Abdullah bin Mas'ud. wote wakasema ndiyo, sisi tunasema hayo yote kwa moyo wetu. Hazrat Ali akasema, Mola wangu uwe shahidi, Mola wangu, mimi pia nina ushahidi huu kuhusu Abdullah bin Mas'ud sawa na ushahidi wa hawa watu, hata ushahidi wangu ni mzuri zaidi kuliko hawa watu. Hazrat Abdullah bin Mas'ud alitimiza haki ya ndugu wakati alipofanywa kuwa ndugu Hazrat Zubair bin al-Awam, na yeye alisihi kwamba mambo yangu yote ya kifedha, mimi nikifa basi mambo yangu yote ya kifedha ataangalia Zubair bin al-Awam, na yeye akitoa uamuzi wowote familia analazimika kufuata uamuzi wake. Abu Wail anasimulia Abdullah bin Mas'ud alimwona mtu ambaye alivaa kikoi na kikoi kilikuwa nafika mpaka miguu yake. akamwambia kwamba asogeze kidogo kikoi chake, yani asifunge mpaka miguu yake, na yeye akamwambia, wewe pia unafunga kikao hiki hivi. Abdullah bin Mas'ud akasema, mimi kwa sababu mimi ni mfupi na kwa sababu hii kikoi kinaenda chini zaidi. Hazrat Umar alipopata taarifa hii kwamba ameongea na Abdullah bin Mas'ud kwa maneno haya, yeye akamwadhibu. Inaonyesha kwamba yule mtu ambaye alisema maneno haya alikuwa na kibri, kwa hiyo alitoa majibu ya aina hii. Umar alipojua kwamba ametoa maneno haya, basi yeye alimwadhibu yule mtu. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akimtii mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi gani au kivipi? Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza kwamba katika hadithi tukio moja linapatikana
kwa kupitia tukio hili linajulikana kwamba namna gani alikuwa mtiifu wa mtume sallam. Kwa kidhahiri inaonekana kwamba jambo hili ni la kawaida au jambo hili ni jambo la ufedhuli tu, lakini hadha khalifatul masih sani radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Abdullah bin Masud alipata maendeleo ya kiroho kwa sababu hii, kwamba mtume sasema alipokuwa akinena neno lolote yeye alikuwa akifuata neno lile la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hadithi inapatikana riwaya hii kwamba Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu ta'ala anhu, yani Hazrat Khalifa Sani anaeleza kwamba Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu ta'ala anhu mtume sasa alikuwa anakuja kuhudhuria hafla, na mtume sasa alikuwa katika hafla fulani na yeye akawaambia maswahaba zake kwamba wote wakae, na Abdullah bin Masud alikuwa nje ya msikiti. Mtume sasa alipowaambia wale maswahaba walikuwepo msikitini kwamba wakae, Abdullah bin Masud wakati ule alikuwa bado nje ya msikiti. Aliposikia sauti ya mtume sallam kwamba anasema kaeni, kwa hiyo akakaa nje ya msikiti, na yeye kwa kukaa kama mtoto anatembea akaanza kutembea na akaanza kuja msikitini. Mtu mmoja ambaye alikuwa haelewi maana ya utii ni nini, alikuwa hajui faida ya utii ni nini, alipomwona Abdullah bin Masud kwamba yeye anatembea kama mtoto anatembea, akasema kwamba jambo hili ni jambo la ufedhuli, na akaona kwamba jambo hili ni jambo la ujahili, kwamba wewe unatembea hivi. Yule mtu alikuwa hajui kwamba maendeleo ya mataifa yanapatikana kwa sababu ya utii. Na yule mtu akamwambia kwamba mtume sasa alikuwa anawahutubia wale watu ambao walikuwa miskitini, lakini wewe umekaa nje ya misikiti na wewe umekuja miskitini kama mtoto anatembea. Ulikuwa unatakiwa wakati ulipoingia miskitini, wakati ule ungekaa miskitini, kulikuwa haina haja kukaa kule nje ya msikiti. Abdullah bin Masud akasema ndiyo, iliwezekana ningefanya hivi, lakini kama ningekufa kabla ya kufika msikitini nisingekuwa mtu ambaye alifuata amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na nilikuwa mtu ambaye hakufuata amri moja ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ilikuwa shauku ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinena tu, alikuwa akisema tu kauli yote, amri yote walikuwa wakifuata. Kwa hiyo Abdullah bin Masud akasema mimi nilifuata kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ningekufa kabla ya kufika msikitini, basi katika hali hii ingeandikwa katika amali zangu kwamba ilikuwa amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipata kabla ya kufa kwako, lakini wewe hukufuata amri ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abdullah bin Masud akamwambia yule mtu kwamba mimi sikupendelea kwamba mimi niende kwa misikitini kwa kutembea kama ni hali ya kawaida, kwa sababu nilikuwa na hofu hii kwamba huenda mimi sitafika misikitini, nitakufa kabla ya kufika misikitini, na nitasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu atakaponiuliza kuhusu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba hadha Muslim Maud anaandika zaidi kwamba kuna tukio la Hazrat Abdullah bin Masud kwamba Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa halifa wakati wa haj katika Makkah Mukarrama akaswali raka 4, yani alienda kuhiji na alienda kwa siku chache na kule akaswali raka 4. Mtume sallallahu alipokwenda kwa ajili ya kufanya haji, mtume sallallahu aliswali raka 2 kwa sababu msafiri anatakiwa aswali raka 2, yani nusu ya swala. Hazrat Abubakar alipokuja wakati alipokuwa halifa, yeye pia aliswali raka 2 kwa sababu alikuwa msafiri. Hazrat Umar alipokuja kwa ajili ya kuhiji, yeye pia aliswali raka 2, yani aliswali kasar namaz, nusu ya swala ambayo ni swala ya msafiri. Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu badala ya kusali raka 2 akaswali raka 4. Watu wakaanza kupiga kelele na wakasema kwamba Hazrat Usman
amebadilisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. kwa watu wakamjia Hazrat Usman na wakamuuliza, je, wewe umebadilisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam? kwa nini umeswali raka 4? Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu akasema, mimi nilifanya ijtihadi moja kwamba watu wengi wameanza kuja kuhiji, wanakuja kutoka katika maeneo mbalimbali, na hawa watu wamesilimu hivi karibuni, na hawa watu hawajui mafundisho ya dini tukufu ya Islam kama watu wa zamani walikuwa wanajua. Wao wanatutizama tu sisi tunafanya nini ili wao wafuate amali zetu, na wanapotuona sisi tunafanya amali fulani, wao pia wanaanza kufanya jinsi sisi tunafanya, na wao wanafikiria hii ndiyo ni amri ya Islam. Hawa watu kwa sababu hawaji Madina mara kwa mara na hawapati nafasi ya kututizama tunaswali namna gani, kwa hiyo mimi nilidhani kwamba wakati wa haja hawa wakiniona mimi naswali raka 2 tu, wakiniona mimi naswali raka 2, wao wakirudi katika eneo lao watasema sisi tulimuona halifa alikuwa naswali raka 2 tu. kwa hiyo hii ndiyo ni amri ya Islam kwamba tuswali raka 2 sio raka 4. na Hazrat Usman akasema, watu watakaporudi katika eneo lao, watakapoelezwa kwamba nimeswali raka 2, watu kwa sababu hawajui kuhusu mafundisho ya Islam, hawajui kwamba nimeswali raka 2 kwa sababu ya kuwa msafiri, kwa hiyo kule huenda kwa sababu hii ikhtilafu itapatikana na watu huenda watapotea kwa sababu ya hii. Hazrat Usman akasema, basi mimi nikaona ni wema mimi niongoze sala raka 4 ili hawa wajue kwamba ni raka 4 ya swala. Ikiwa kuna swali hili kwamba namna gani imekuwa sahihi ni swali raka 4 kwa ajili yangu, kwa jibu lake ni hili. yani yeye akatoa jibu kwamba kwa nini mimi nimeswali raka 4, akatoa jibu lake kwamba mimi nimeoa hapa, mimi nimeoa katika Maka, na kwa sababu nchi ya mke pia inakuwa nchi ya mume pia. Azura anasema kwa sababu familia ya Usman ilikuwa inaishi kule Maka, na familia ya mke wake walikuwa naishi kule Maka, kwa hiyo mimi nadhani mimi si msafiri, kwa hiyo mimi natakiwa ni swala kamili. Almuradi Hazrat Usman alitoa sababu hii kwamba yeye ameswali raka 4 kwa sababu ya hii, na vile vile akasema kwamba mimi nimeswali raka 4 ili watu walikuja kutoka nje wasipotee na wao wasizani kwamba ni raka 2 tu. Maswahaba waliposikia majibu hili wengi wakaelewa, na wengine ambao hawakuelewa wakakaa kimya, lakini walikuwepo wengine ambao tabia yao ilikuwa kuleta fitina. Wao wakaanza kupiga kelele na wakaanza kusema Hazrat Usman amebadilisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa hawa ambao walikuwa wenye fitina, wengine wakamjia Abdullah bin Masud na wakasema, wewe umeona leo umetokea nini? Mtume sasa alikuwa akifanya nini na Usman amefanya nini leo? Je, umepata taarifa ya hii? Mtume sallam katika siku za haji alikuwa akiswali raka 2 tu, alikuwa akiongoza raka 2 tu, lakini Usman ameswali raka 4. Abdullah bin Masud aliposikia maneno haya akasema, angalieni, kazi yetu si hii kwamba sisi tulete fitina, kwa sababu halifa lazima ikiwa ameswali raka 4 lazima kutakuwa na hekima, na nyinyi hamkuelewa hekima yake ni nini, kwa hiyo nyinyi usilete fitina. Hazrat Abdullah bin Masud anasema, mimi pia nimeswali raka 4 nyuma yake, mimi pia katika pamoja na maamuma walioswali raka 4, mimi pia nimeswali raka 4 pamoja naye, lakini mara baada ya swala nilifanya dua na nilisema, Mola wangu unikubalie raka 2 tu ile ambayo nilikuwa nikiswali pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na raka 2 zingine usihisabu kama ni swala yangu.
hadha Muslemaud anasema kwamba haya ni mapenzi hali ya juu yalikuwa inapatikana ndani ya Abdullah bin Masud. Akaswali raka 4, lakini yeye hakupendelea ile sababu ambayo ilikuwa kinyume na swala ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, na akafanya dua hii kwamba e Mola wangu unikubalie raka 2 tu, usinikubalie raka 4. Yeye alikuwa maamuma, aliswali raka 4 pamoja na Hazrat Usman radhiallahu ta'ala anhu, na yeye alipata thawabu mara 2. Alimtii na vile vile aliswali swala, lakini baadaye akasema kwamba mimi sitaki nipate thawabu zaidi kuliko ile ambayo mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akituongoza wakati wa kuswali swala. Kwa hiyo yeye akafanya dua kwamba e Mola wangu ukubali raka 2 tu. Kisha Muslimu anasema kwamba katika utii wa uhalifa pia alikuwa mtu wa aina yake. Yeye alikuwa hajui kwa sababu gani Usman ameswali raka 4 badala ya raka 2, ingawa wengi wanasema kwamba hii ni sahihi, kwa sababu mtu anapokwenda katika nchi ya mke au nchi ya mtoto au nchi ya wazazi, kule watu wanadhani kwamba si usafiri. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa sahihi. Kisha Usman radhiallahu ta'ala anhu alikuwa mwangalifu sana ili watu wasipotee, wasidhani kwamba ni swala ni raka 2 tu. Nia yake ilikuwa hii kwamba watu wasipate mfano huu kwamba ni raka 2 tu, si raka 4. Kwa sababu ya hii Usman aliswali raka 4, na Abdullah bin Masud hakufanya hivi kwamba yeye aliacha swala baada ya raka 2, bali swala yote alitii halifa mtukufu, na baadaye alifanya dua, na katika dua akasema e Mola wangu ukubali raka 2 tu, usikubali raka 4. Sasa angalieni hii hali ya utii ilikuwa inapatikana ndani yake, ilikuwa kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika Maka inasema kwamba watu 7 tu walikuwa wasomi, wengine walikuwa si wasomi, lakini hawa watu kwa sababu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipata ushindi duniani kote. Kwa sababu ya utii huu walipata ushindi. Kwa hiyo tunatakiwa tukumbuke nukta hii. Kwa kupitia amali ya Abdullah bin Masud utii wa khalifa unapatikana. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wa sallam mara kwa mara alisifu sana mwenendo wa Abdullah bin Masud, na hii ndiyo ni njia nzuri ya kuepukana na fitina ya kila aina. Kila mwanajumuiya anatakiwa afuate mfano huu na mwenendo huu ikiwa anataka kupata ufaulu. Siku moja maswahaba walitoka usiku, na Abdullah bin Masud pia alikuwa pamoja na maswahaba wengine. Mtu mmoja alipokuja kuwauliza maswahaba kwa nini wamekuja usiku, Hazrat Abdullah bin Masud akasema tumekuja fajin amig, yani tumekuja kwa njia ya mbali sana. Na wakasema mnaenda wapi, mnaelekea wapi? Akasema Baitul Atiq, yani tunaenda Khana Kaaba. Hazrat Umar akasema kwamba Hazrat Umar alipouliza kwamba waulize kwamba aya gani ni aya azim kubwa katika Qur'an tukufu, Abdullah bin Masud akasema aya hii Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kisha akaulizwa kwamba aya muhkam ya Qur'an tukufu ni aya gani. Abdullah bin Masud akasema inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Hazrat Umar
akamwambia yule mtu kwamba aulize tena kwamba aya iliyokamilika ni aya gani. Akasema ni man ya'mal miskala dharratin khairan yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran yarahu. Kisha Umar akauliza tena kwa kumpitia yule mtu kwamba aya ya Qur'an tukufu ambamo haufu ya Mungu inapatikana ni aya gani. Hazrat Abdullah bin Mas'ud akasoma aya hii, la sabi amaniyakum wala amaniye ahli kitabe man ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Hazrat Umar akasema umuulize tena huyu aya gani ya Qur'an tukufu ni aya ambayo inatupatia matamanio. Hazrat Abdullah bin Mas'ud akasema kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu akasema, yani baada kusikia aya hizi zote, Hazrat Umar akasema ewe bana muulize huyu ambaye anasoma aya hii, je huyu ni Abdullah bin Mas'ud? Watu wakasema ndio, bila shaka huyu ni Abdullah bin Mas'ud ambaye anasoma aya hizi. Hazrat Umar kwa kusikia aya hizi zote akasema kwamba Hazrat Abdullah bin Mas'ud anajua mambo yote ya fikha, na lazima kwa kusikia majibu haya yote Hazrat Umar alikuwa ameshajua kwamba ni Abdullah bin Mas'ud ambaye anatoa majibu haya. Hazrat Abdullah bin Mas'ud anaeleza siku ya Badri Mtume sallam akawauliza maswahaba, mnasema nini kuhusu hawa wafungwa? Hazrat Abubakar akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa watu ni katika kaumu yako na katika familia yako, wasamehe na uwaghufirie, huenda Mwenyezi Mungu atawajalia watatubu. Hazrat Umar akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wamekukadhibisha na wamekusumbua, kwa hiyo wewe uwaue hawa watu wote ambao wamefungwa. Baada Abdullah bin Rawaha akatoa maoni yake, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utafute msituni na uwaingize hawa watu pale, kisha uwachome hawa moto. Mtume sasa akasikia maoni hawa wote, lakini hakutoa uamui wowote, bali akaenda katika hema yake. Abdullah bin Mas'ud anasema watu wakaanza kuzungumza wenyewe kwa wenyewe kwamba Mtume sasa atafuata rai na maoni ya nani. Baada ya muda mfupi Mtume sasa akatoka nje katika hema yake na akasema, Mwenyezi Mungu ana laini mioyo ya watu kadhaa kiasi kwamba mioyo hii inakuwa laini zaidi kuliko maziwa, na mioyo mingine inakuwa migumu kiasi hivi kama ni mawe. Na akasema Mtume sasa, ewe Abubakar, mfano wako ni kama mfano wa Ibrahim. Baada akasema mfano wako ni kama mfano wa Isa alayhi salatu wasalam, aliyesema kwamba e Mola wangu, ikiwa unawaadhibu hawa ni watu wako, ikiwa unawasamehe basi bila shaka wewe ni mwenye ushindi na mwenye kusamehe. Na Mtume sasa akamwambia Omar kwamba mfano wako ni mfano wa Nuh alayhi salam, kama yeye alisema rabbi la tazar ala al-arzi min al-kafirina dayyara, yani e Mola wangu usiache hata nyumba moja ya hawa makafiri. Kisha akasema hayo pia, yani akamwambia Umar kwamba mfano wako ni kama mfano wa Musa alayhi salatu wasalam, aliyesema rabbana tmis ala amwalihim fala yu'minu hatta yarawul adhabul alim, e Mola wetu uangamize mali yao yote na ufanye mioyo yao iwe migumu na hawataamini mpaka waone adhabu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa sababu nyinyi mnahitaji msaada na hawa wafungwa watatoa jizya au watauawa. Hazrat Abdullah bin Mas'ud anasema mimi
nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Beza asiadhibiwe kwa sababu mimi nilimsikia alikuwa anasifu Islam. kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya. Abdullah bin Masud anasema niliogopa sana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atanikasirikia, lakini baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sawa, yeye hataadhibiwa. mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa kimya, yeye alidhani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atamkasirikia, na yeye akapata hofu ya Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya hii. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa hali yake kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Abdullah bin Masud alikuwa akitoa mawaidha siku ya Alhamisi tu, na hutuba yake ilikuwa fupi sana na ilikuwa yenye maana na maarifa kiasi hiki kwamba sahaba moja anasema kwamba Hazrat Abdullah alipokuwa akimaliza hutuba yake tulikuwa tukitamani kwamba angetoa hutuba ndefu zaidi. yeye alikuwa akitusomea hadithi moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati alipokuwa akieleza hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hali yake ilikuwa ya aina yake kwa sababu ya mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Saba moja anasema siku moja Hazrat Abdullah bin Masud alitusomea hadithi moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposema maneno haya, sami'tu Rasulullah, yani nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mwili wake ukaanza kutetemeka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Hata mawazi yake pia yalianza kutetemeka kwa sababu ya hofu. Na baadaye akasema Hazrat Abdullah bin Masud kwamba huenda mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya au maneno mengine yalikuwa yanafanana na maneno haya. Wakati wa kueleza hadithi alikuwa akiwa mwangalifu sana. Na hali yake ilikuwa kwa sababu hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yeyote ambaye anasema hadithi ambayo mimi sikusema, basi yeye amefanya dhambi kubwa sana. Katika riwaya nyingine pia inapatikana hivi kwamba sababu moja anasema nilikuwa nikimwendea Abdullah bin Masud mwaka mzima, alikuwa mwangalifu sana katika kueleza hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja akasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, kwa kusema maneno haya jasho likaanza kutoka katika mapaji yake, na akasema kwamba mtume sallallahu alisema maneno haya au alisema maneno yalikuwa yanafanana na maneno haya, yani alikuwa mwangalifu sana wakati wa kueleza hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Masud alikuwa akisema kwamba mimi nataka nisichukuliwe baada ya kufa kwangu, ili hisabu yangu isichukuliwe. Katika riwaya inapatikana kwamba Abdullah bin Masud akapata ugonjwa, na tukamkuta kwamba yeye ana wasiwasi sana. Akaulizwa, kwa nini una wasiwasi sana? Akasema, mimi nimepata ugonjwa huu ghafla, mimi naona bado mimi sikuwa tayari kuaga dunia hii, kwa hiyo mimi nina wasiwasi sana, nina hofu sana. Yeye kwa kueleza mauti yake akasema kwamba siku ile itakuwa si rahisi kwangu, mimi naona nitakapokufa nisichukuliwe kwa mbinguni, ili hisabu yangu isichukuliwe. Hazrat Abdullah bin Masud alifanya wasia hii, na katika wasia kwanza aliandika bismillahirrahmanirrahim. Huzur anasema kila mmoja anaandika bismillah, lakini kwa nini aliandika bismillah? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu ni Rahman na Rahim, yani alikuwa anajua Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msamehevu. Ndiyo maana kwa kueleza sifa za Mwenyezi Mungu alianza kutoa wasia yake, ili ikiwa kuna jambo lolote linalopatikana ambalo linaweza kuvuta ghadhabu ya Mwenyezi Mungu aweze kuokoka katika ghadhabu ile. Ndiyo maana alitaja sifa hizi za Mwenyezi Mungu.
hazur anasema abdullah bin masud hali yake ya kifedha ilikuwa kiasiki kwamba ye alikuwa apokei posho. aliacha dirham 90,000 nyuma yake na alifanya wasia kwamba sanda yake iwe ya kawaida na iwe ya thamani ya dirham 200 tu. Hazrat Usman aliongoza sala ya jeneza yake na alizikwa katika kaburi la Jannatul Baqi. Usiku alizikwa. Katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba baada ya kuzikwa kwake asubuhi katika kaburi lake yalikuwa maji. Zura anasema labda mtu mwingine alifanya hivi ili kaburi lake liwe madhubuti. Saba moja anasema nilimjia Hazrat Abdullah bin Masud saba moja anasema nilimuuliza saba mwingine akasema je kuna mtu mwingine yeyote ambaye anafanana na Abdullah bin Masud? Akasema hapana, hakuna mtu yeyote ambaye anafanana na Abdullah bin Masud. Hazrat Harim bin Hizam anasema nimekaa katika hafla ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini sikumkuta mtu mwingine yeyote kama ni Abdullah bin Masud ambaye yeye alichukia dunia hii. Huzur sahaba mwingine ambaye nitakayeeleza sifa yake leo ni ndugu wa Hazrat Usman bin Mazun na mke wake alikuwa dada wa Umar. alioa zaidi ya mke moja. Mke moja alikuwa Hind binti Walid. Kutoka kwake Umar na Fatima walizaliwa na mke mwingine alikuwa Fatima binti Abu Sufyan. Wakati aliposlimu umri wake ulikuwa miaka 19, yani katika ujana wake alislimu. Wakati alipohamia familia yake nzima ilihamia Madina. Abdullah bin Salama alipatia nafasi nyumbani kwake familia yote. Mtume sallam alipohamia Madina, Mtume sallam aliwapatia hadama na ndugu zake sehemu kwa ajili ya kujenga nyumba. Alikuwa mtu ambaye alisilimu mwanzoni na alishiriki katika vita ya Badri na vile vile vita ingine yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Hazrat Usman bin Mazun alipofariki, aliacha binti moja. Akamwambia, akatoa nasaha kwa ajili ya Kudama ambaye ni ndugu yake. Hazrat Abdullah anasema Hazrat Kudama na Hazrat Usman walikuwa mjomba wangu. Baada ya kufariki kwa Hazrat Usman bin Mazun, mimi nilipeleka ujumbe wa mposa na Usman Hazrat Kudama akakubali. Na baada nilipata mchumba mwingine. Habari hii ilipofikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazur sallam akamuita Hazrat Kudama na akamuuliza kuhusu habari hii, na akasema huyu ni binti wa ndugu yangu, mimi sitaki nikosee kuchagua mchumba kwa ajili yake.
kwa sababu huyu ni binti wa ndugu yangu ambaye amefariki, kwa mimi nitachagua mchumba mzuri kwa ajili yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni binti yatima, kwa hiyo yeye ataolewa sawa na hiari yake. Yeye hana baba, ni vizuri ulivyofanya, ni vizuri, lakini yeye ataolewa sawa na hiari yake na sawa na ruhusa yake. kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo baadaye sawa na nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yule binti aliolewa na kijana mwingine badala ya huyu kijana, na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivi kwa sababu yule binti alikuwa hana baba, alikuwa yatima, isije akadhulumiwa. ndio maana sawa na hayari yake aliolewa. Hazrat Qudama katika hijiria 36 katika umri wa miaka 68 alifariki. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuiga mifano ya maswahaba hawa, na tuweze kuiga mifano ya mapenzi na vile vile mifano ya maarifa ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atuokoe tusijiingize katika fitina. Hazur anasema baada ya swala nitaongoza jeneza moja. ya kwanza ni ya Amtul Hafiz Bhatti sahiba aliyekuwa mwenyeji wa Karachi na aliwahi kuwa sadr lajna wa Karachi. Tarehe 27 ya Septemba katika umri wa miaka 93 amefariki. na lillahi wa inna ilaihi rajiun. baba yake alikuwa anaitwa Dr. Ghulam Ali, na baba yake alikuwa katika maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na yeye alikuwa mwanajeshi. kwa hiyo alikuwa anapata uhamisho mara kwa mara hapa na pale, na sehemu yote alipokuwa akienda alikuwa akifanya kule mazingira ya dini. yani yeye alikuwa akifanya mazingira ya dini, na watu walikuwa wakiona mfano wake, walikuwa akijiunga na jumuiya. kwa hiyo hivi alikuwa akipata jumuiya kule, na nyumba yake ilikuwa inatumiwa kama ni center kwa ajili ya swala. baba yake alitaka familia yake, watoto wake wakae Kadian, ndio maana watoto hawa walikaa Kadian. mama wa Amatul Hafiz sahiba pia alitoa maisha yake yote kwa ajili ya dini. 1936 ni mwaka ambamo walihamia Kadian. Amatul Hafiz Begum sahiba alimaliza masomo ya shule ya sekondari, baadaye alisoma mpaka daraja rabia, na baadaye alianza kutoa huduma katika jamaat. aliolewa na Mahmud Bhatti saheb. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu ameandika, mimi niliona katika ruya namna gani mama wa binti ameniandikia barua na ameniuliza kuhusu mchumba, na mimi yeye ameniambia jina la mchumba. baadaye yule binti alikuja na mama yake pia walikuja. kwa hiyo walipoeleza ilikuwa ile niliona katika ndoto, na Hazur akasema kwamba ndio hayo yote mnayosema mimi nimeshawahi kuona katika ndoto yangu. kwa hiyo Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alisema sawa, mnaweza kumuoza binti yenu. baadaye alihamia Karachi, na kule alianza kuitumikia jamaat kwa kuwa sadr lajna, na pamoja na hii aliendelea na masomo yake. baadaye alifanya MA degree katika Islamiyat, na alishika nafasi ya kwanza.
1974 mume wake alienda Afrika na yeye pia alikuwa akienda kule mara kwa mara, na aliwahi kukaa Liberia pia. baadaye walilazimika kurudi Karachi. 1991 alikuwa naib secretary, naib sadar wa Jehlam. tangu 1997 mpaka Mai 2018 aliwahi kuwa sadar lajna wa Karachi. Karachi ni mji mkubwa sana, lakini yeye alifanya ziara ya jamaat zote na alifanya mikutano mbalimbali, vikao mbalimbali, na aliimarisha jamaat. Takriban miaka 70 aliendelea kuitumikia jamaat. Amtanur Sahib ambaye ni sadar lajna wa siku hizi kule Karachi anasema kwamba marehemu alitoa huduma nyingi sana. Alikuwa mwenye moyo mpole, alikuwa akiwaelimisha watu kwa njia nzuri, na alikuwa akiandika majukumu yote katika dairi isije akasahau. Na baada ya kumaliza shughuli zake alikuwa akifahamisha makao makuu. Alipokuwa akipata ujumbe wote kutoka makao makuu alikuwa akisambaza amri ile kwa makatibu wote, na alifanya kazi yake yote kwa imani halisi, na vile vile alionyesha mfano mzuri wa utii wa khalifa. Amtumbari Nasir Sahib ambaye amefanya kazi pamoja naye anasema kwamba alikuwa akifanya kazi kwa hekima sana. Alikuwa hana tabia ya kuonyesha kwamba yeye ni boss na officer. Shairi la Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam lililoandikwa na katika lugha ya Kipersian chini ya uongozi wake, kitabu kile kilichapwa. Amtu Nasir Bari Sahib anasema kwamba alikuwa mwenye subra sana. alikuwa akirekebisha mambo kwa kutumia hekima sana. Azur anasema siku hizi pia kuna matatizo mengi yanapatikana katika familia mbalimbali. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kurekebisha hali yao, na vile vile wale ambao wamepewa jukumu la kurekebisha hali wao pia waweze kufanya kazi hii vizuri. Anasema kwamba yeye alikuwa akishauriana nasi kuhusu mambo mbalimbali ya jamaat. Na alikuwa akifanya kazi pamoja nasi kama ni mwenzetu, bila kuonyesha kwamba yeye ni ofisi wetu. Yeye alikuwa akizingatia sana ili wajukuu wake wasome Qur'ani tukufu, na alikuwa akiwatendea watumishi wake wote, na alikuwa akifanya juhudi ili aweze kutimiza haki yao yote. Mwenyezi Mungu amghofirie na amsamehe na apandishe madaraja yake. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waweze kufuata nyayo zake. Jeneza ya pili ni ya Adnan Sahib aliyekuwa secretary mure kharjia wa Belgium. tarehe 29 ya September amefariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. baba yake aitwaye bana Rizwan alikuwa mwanajumuiya wa kwanza ambaye ni mwenyeji wa Belgium. alijiunga na jamaat katika mwaka wa 60. bana Adnan hakujiunga na jumuiya kwa sababu ya baba, bali alifanya utafiti, na baada ya kufanya utafiti 1994 alijiunga na jumuiya. Na baada ya kujiunga na jamaat akawa mwanajumuiya mzuri sana, na akaanza kufanya mahubiri. 1998
hafla moja ilipangwa ya mahubiri. Halifa wa 4 alisema kwamba huyu anaweza kufasiri katika Fransisi na katika Dutch pia. yaani yeye alikuwa akifasiri hutuba ya halifa mtukufu. Amir Jamaat wa Belgium anaandika marehemu alikuwa na maradhi ya kansa. Alipona kidogo, kwa hiyo kaanza kuja mission house. Alipopona kidogo na alikuwa akisema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nimepona kidogo, na wagonjwa wengine ambao walikuwa na maradhi hii wote wamekufa, lakini Mungu amenijalia afya. Alikuwa member wa team ya public relation. Baadaye 2016 Hazur anasema mimi nilimteua kuwa secretary umur kharjia, na kwa bidii sana na juhudi sana aliendelea kutoa huduma zake. Alifanya juhudi sana ya kutambulisha jumuiya katika idara ya serikali. Amir Sahab anasema ingawa alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akienda pamoja nami katika idara za serikali, na alikuwa akifanya majukumu yake alipokuwa hospitalini. Yeye amefanya tafsiri ya vitabu mbalimbali. Yeye alikuwa akirudia tafsiri ya Dutch mara ya tena kwa kuhakikisha kwamba ni tajma na tafsiri ile ni sahihi. Amir Sahab anasema kwamba Adnan Sahab alikuwa akisema kwamba maradhi haya yamekuwa rehema kwa ajili yangu. Kwa sababu ya hii mimi nimeanza kusoma vitabu ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, na imani yangu juu ya Mwenyezi Mungu imeimarika zaidi kuliko zamani. yaani alipokuwa mgonjwa katika hali hii pia alikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Mungu. Katika siku zake za mwisho alisihi ndugu yake kwamba uache mambo ya dunia na utumie muda wako wote katika jamaat. Mama yake anasema katika familia jumuiya iliingia kwa kumpitia baba wa Bana Adnan, na baadaye alienda nchi za Arabuni, na aliporudi nyumbani alikutana na Mbashiri, na kwa sababu mahubiri yake baba yake alijiunga na jumuiya. Wakati siku moja alipokutana na halifa wa 4 katika Belgium, akamwambia halifa mtukufu kwamba tafadhali niombee Mungu anipatie uimara. Mama wa Bana Adnan anasema kwamba baba yake alikuwa hajali kuhusu mambo ya dunia, na anasema mtoto pia alikuwa anafuata nyayo za baba. Alikuwa akiswali swala, na alikuwa akitoa huduma ya dini, na alikuwa akipenda uhalifa, na alikuwa akisikia hutuba, na alikuwa akiwaambia watoto wao pia wasikilize hutuba, na alikuwa tayari kutoa huduma kwa ajili ya jamaat kila wakati. Hazur anasema kwamba alikuwa amejenga mahusiano mazuri na uhalifa. Mwenyezi Mungu amghofirie na mrehemu, na Mwenyezi Mungu aendelee kuipatia jamaat watu wa aina hii. Ameacha mke, mtoto wa kiume na binti moja. Mwenyezi Mungu awaimarishe hawa wote na wajalie waweze kufuata nyayo za huyu marehemu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر